Sawa, karibu sana mwana michezo. Hapa tuko tayari wana michezo kwa ajili ya kujadili mambo kem ya michezo kutoka hapa nyumbani Tanzania, na hii ni Kobe Media. Tembelea YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X, TikTok. Tunabaluza @Kobe Media. Mimi ni Abu Bakr na Juma Abu Bakr, lakini niko na IG kama vinga. Tuko vizuri kwa ajili ya kukudadavulia taarifa tulizokuwa nazo hapa mezani, tukianzia moja kwa moja kwenye swala zito kabisa kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Na tarehe ya mchezo tayari ilishatangazwa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara tarehe 15 Juni 2025. Zile mbombo ambazo watu walikuwa wanaziongea kuhusiana na hiyo dabi bas kuisha. Habari ya mjini sasa hivi ni Juni 15 2025. IG kama vinga. Kwema kabisa. Dabi ishatangazwa tayari, tarehe ya mchezo ni Juni 15 2025. Na kama walivyosema Young Africans hapo jana, taarifa kwa umma walisitizia kwamba hawatocheza dabi yoyote ile na hawana imani na viongozi wa ligi kuu, nazungumza viongozi wa TFF ya bodi ya ligi na vitu kama hivyo. Tukianza kwenye uchambuzi wa hapa kwenye kupangwa kwa huu mchezo, Young Africans tuone italeta timu uwanjani. Ina depend na kitu gani ambacho Young Africans wamekuwa wakisisitiza sana. Unakuja unaangalia Young Africans ni barua yao, kama barua yao 6-7 hivi kwenye ndani mule wanatia msisitizo hawana imani na bodi ya ligi, wakiwataja baadhi ya watu kwa majina kuwa hawana imani nao, manake wanaona kuna timu ambayo inapendelea. Ukija ukaangalia kijicho la kawaida utaweza ukaona kama Young Africans wana makosa vile. Ile ukija ukaangalia kwa jicho la sheria pia utaweza kuona kuwa bodi ya ligi wenyewe wanakosea, kwa sababu tarehe au vitu vya kuahirishwa kwa mechi waga ni masaa 72 mechi inaahirishwa. So uweze ukaja ukaahirisha mechi lisali moja, unasema mechi hamna, kati ile mechi ile ya kisha watu asilimia kubwa kwa mechi ipo. Kwa hiyo ukakasi wa Young Africans ukaanzia hapo, kutokana na kile ambacho Simba Sports Club alitoa taarifa kwa umma wenyewe hawatotokea mchezoni kwa ajili ya sababu zao wakaziorodhesha. So kwa hii kwanza bado hili sakata bado liko. Unajua kuna hizi timu mbili, hizi timu kubwa, nyuma yake kuna watu wakubwa sana, sababu na unaona pale Young Africans anaposema anatoa msitizo hachezi na hapeleki timu uwanjani, na bodi ya ligi wametoa tarehe ya mchezo, hapo bado kuna ukakasi mzito sana, na pengine hii mivutano itaweza kuondoka na mtu kuhakikisha mchezo unachezwa. Mchezo ukichezwa lazima uondoke na mpira hivi. Naona bado swali litakuwa gumu sana. Kama Young Africans hapo hiyo Juni 15 hatopeleka timu, kwa sheria anakatwa alama 15 Young Africans anashuka mpaka kwa nafasi ya 4 au ya 5. So washabiki wa Young Africans wanataka kukiona hicho. Jibu lake ni hapana. Viongozi pia hapana. Watu ambao wako nyuma na Young Africans hapana. Kwa huu mchezo ambao watu walivyo scale wakaona ni hizi swali na isha hizi, umeona mpaka sasa hivi lilivyoenda. Young Africans wameenda kasi wamerudisha nyuma, waanze kwanza huko chini, waanza chini ambao sehemu ambayo hawana imani na watu. Kwa hiyo ili swala bado sana. Hii Juni 15 ambao tarehe imetangazwa, pengine hii Juni 15 tuweza kushangaa ikapita patupu, hamna chochote kile ambacho kitachofanyika kama watu wawili wasipokubaliana. Na kukubaliana watu ambao hawana imani nao wanaomba hawa watu wajiuzuru ili mechi ipige. Sawa, lakini tukirejelea nyuma Machi 8 2025, bodi ya ligi nao walitoa taarifa kwa umma juu ya kuhairisha kwa huu mchezo, na wakasema kwamba bodi itatolea ufafanuzi kuhusiana na huo mchezo na itapangiwa tarehe rasmi. Tarehe tayari ishapangiwa, lakini ufafanuzi bado haujatoka. Watu wanaoji kuhusiana na ufafanuzi wa huu mchezo. Vipi kuhusiana na ufafanuzi? Kwa sababu kwenye taarifa kwa umma mlioitoa pale chini kabisa nasema bodi itatoa ufafanuzi na tutapangia tarehe nyingine. Kwenye hii ufafanuzi tutarajie kuona ufafanuzi kwa bodi ya ligi ama ndo tayari ilishapita alikuwa vile tarehe ishapangiwa? Ufafanuzi hamna. Maana yake ingeanza kwanza utolee ufafanuzi. Mchezo nambari 184 uliahirishwa kwa 1-2-3, ufafanuzi sababu ya kuahirishwa kwa mchezo 1-2-3. Hakuna hicho. Tarehe tu imepangwa hapa. Mechi ya namba 184 itachezwa Juni 15, basi imepangwa vile, hamna ufafanuzi wote mpaka sasa hivi. Hapa ufafanuzi ni asilimia 3 kama utakuja kutoka na hutotoka ile ipasavyo, kwa sababu ufafanuzi lazima mtu aridhike na kile ambacho umekifafanua wewe. Maana Young Africans wasiporidhika na kile ambacho umekifafanua wewe, ufafanuzi wako utakuwa hauna maana. Maana unakuja naangalia Young Africans paka tu hapa hii scenario ambao wako nayo,
hata kama bodi ya ligi wakitoa ufafanuzi watakuwa hawana imani na ufafanuzi wa bodi ya ligi. Ndio. Kwa situation ambayo umetokea, unadhani ikitokea timu yoyote isipoleta timu uwanjani itakuwa na impact gani mbaya kwa ligi yetu ya Tanzania bara, ukizingatia kila siku inazidi kupanda? Kwa mujibu wa shirikisho la kimataifa la takwimu ipo nambari 4 pale ligi yetu ya Tanzania. Timu ikitokea isipoleta timu uwanjani italeta impact gani? Kuna impact kubwa sana. Ina depend na mchezo gani ambayo mtu hajaleta timu. Unajua wazungumzia dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga ni giant club ya ligi yetu ya Tanzania na dabi namba 5 kwa ubora. So watu wengi sana watakuwa wanaitazama huu mchezo kwa asilimia kubwa, na watu wengi wanatamani kuona huu mchezo ukipigwa, manake hii ndio starehe na sikukuu ya wapenda soka Afrika, Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kwa isipoleta timu itatia dosari, manake kitu kidogo. Sasa hivi watu watakuwa wanauliza kwa nini mchezo hujachezwa. Mfano mzuri Zamalek na Ahli, mchezo hujachezwa, watu wakatoa ufafanuzi vile ambavyo vinavyoendelea. So mtu akanyang'anywa alama 3 na akapigwa faini. Watu wengi sana laani kitendo kama hicho, manake timu hizi zinasajili kwa gharama kubwa sana, zinawekeza kwa gharama kubwa sana, na hata pia vile washabiki wao wanatamani kuona ikichuana na Nyamba ambayo kuzungumzia Simba na Yanga ni miongoni mwa role model wa vilabu vingine hapa Tanzania, hata Afrika Mashariki na Kati. Kwa siku za hivi karibuni mmekuwa kufanya bora sana. So wasipoleta timu, kwanza tutaanzia hapo ndani na nje ya mipaka yetu, kutoka kuna dosari. Pia vile hata kule kwenye zile, hata kwenye rank zile za FIFA kule watauliza maswali. Wakiuliza maswali wakiingia chini, sababu gani ifanye mchezo usichezwe, watu wakitoa sababu ni sababu dhaifu sana. Manake hapa bodi ya ligi ana makosa, pia vile hizi timu zote tatu zina makosa. Simba ana makosa, bodi ya ligi ana makosa, Young Africans naye pia ana makosa. Bodi ya ligi ana makosa, hajafuata taratibu za kuahirishwa kwa mchezo. Mchezo unaahirishwa masaa mangapi? Hajafuata. Mchezo saa 8 tu, watu naaminisha toka saa 1 mpaka saa 7 mchezo kuwa upo, ila saa 8 watu wako uwanjani unasema mchezo hamna. So hapo bodi ya ligi ana makosa. Hata pia vile ukienda kwa upande wa pili, Simba Sport Club na wenyewe pia wana makosa. Manake kama umezuiwa kufanya mazoezi wiki nzima, umeachiwa kujiandaa kwa ajili ya mchezo, mazoezi ya dakika 15 hawezi kukugarishia mchezo kucheza. Hiyo yote unaona jinsi gani na Simba walivyokuwa klabu kubwa kwa mazoezi ya dakika 15. Sasa kama kuna kitu ambacho utaweza kuongeza kwenye mchezo kama ule tu, from nowhere wanatoa taarifa usiku, taarifa kwa saa 9 usiku kwa mchezo hautokuepo. Makosa haya yako pale, manake wangekubali kucheza afa mambo, watu wangepigwa faini, mambo mengine yangeendelea. Na issue nyingine wakoje nazungumzia na fanyie kwa Young Africans, kama kweli, kwa sababu yeye ndiye alikuwa mwenyeji wa ule mchezo, kama kweli alichokifanya kile ambacho watu wanachokiripoti kwa aliwazuia Simba Sport Club kuingia kutokufanya mazoezi, hilo ni kosa na alipaswa kupigwa faini, sio kughairisha kwa mchezo. Alipaswa kupigwa faini, sio kughairisha kwa mchezo, na alifanya makosa. Manake timu pinzani ina haki ya kuja kufanya mazoezi dakika 15 au 30 siku moja kabla ya mchezo, ili waweze kuipata ile pitch feeling, waweze kupata pitch feeling, waweze kupata hali halisi ya uwanja kwa asilimia kubwa sana, waweze kufanya coverage yao ya mwisho na mipango ya mwisho wa mwalimu kusoma uwanja ili mtanange kesho yake uje kupigwa. Kwa hiyo ukija wakachunguza hivi virabu vyote na bodi ya ligi, wote waliteleza. Kama waliteleza, mambo inabidi wakae wamalize wenyewe kwa wenyewe. Mchezo usipopigwa utakuwa na dosari kubwa sana. So kwangu mimi hapa, mimi napenda mchezo upigwe na ili tuzidi kuheshimika pia, manake hii dabi ndio imebeba legacy ya mpira wetu wa Tanzania. Sawa, hayo ni maneno ya IG kama Vinga akichambua juu ya dabi hii ya Kariakoo, ambapo tayari imepangiwa tarehe ni Juni 15, 2025. Ukiwa kama mwanamichezo unaweza kadondosha maoni yako hapo chini juu ya hii dabi, unaitamani irejee kama hivyo pangiwa tarehe, ama na wewe ndio wale ambao watu mliogoma hamtaki kuleta timu uwanjani. Hii ni Kawabe Media. Tembelea YouTube, Instagram, Facebook, Thread, tunapatikana @Kawabe Media. Bye bye.